majina naitwa Madam Tulinago Bukuku, natokea Nyanduga Sekondari. Leo tulikuwa na bonanza ambalo mheshimiwa mkurugenzi ameliandaa kwa ajili ya watumishi wote wa wilaya ya Rorya. Kiukweli bonanza lilikuwa zuri, watu tumejumuika, tumekutana pamoja, watu kutoka tarafa mbalimbali, tumecheza, tumeonyesha vipaji, watu wamepewa zawadi na makombe. Basi bonanza hili limesaidia sana katika kuibua vipaji vingi. Watu wana vipaji vingi lakini wamevificha. Kwa kupitia bonanza hili watu wengi wamekuja, wameshiriki, wameonyesha vipaji vyao. Kwa hiyo tumejua kumbe Rorya ni ya vipaji na watu wameendelea kucheza na kuonyesha vipaji vyao. Hivyo basi tunamshukuru sana mheshimiwa mkurugenzi kwa hicho alichokifanya. Aendelee kufanya hili jambo ili watumishi wa Rorya tuendelee kuwa na furaha. Majina nafahamika kama Imani Rhodes Mgonja, ni mkaguzi wa ndani lakini pia ndio mwenyekiti wa klabu ya watumishi halmashauri ya Rorya. Awali yote tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutujalia afya mpaka siku leo tulipofanya maandalizi mpaka siku leo ambapo tumekamilisha bonanza letu. Imekuwa ni bonanza la kwanza lakini limefana kwa kiasi chake. Tunashukuru Mwenyezi Mungu katika hilo kwa sababu hatukutarajia kufikia hatua hii na hatukutarajia kuwa na mwitikio mkubwa namna hii. Lakini kwa namna moja ama nyingine watumishi wa Rorya wamejitokeza kwa wingi sana. Imekuwa ni moja ya kati ya changamoto ya kwanza kabisa kwa sababu tumekuwa na historia ya kushiriki watu wachache, lakini katika bonanza la mwaka huu limekuwa la kwanza na limekuwa na watu wengi kwa kiwango kikubwa. Tumshukuru mkurugenzi kwa jinsi ambavyo amefanikisha bonanza hili. Limetuweka pamoja, limetuweka watumishi kutoka tarafa 4 na tarafa ambayo ina takribani kata 11, kata 7. Ukiangalia tunazo kata 26. Wote tumekutana hapa Nyanduga. Tumecheza pamoja, tumefurahi pamoja, tumepunguza stress lakini pia tumepata nafasi ya kuendelea kufahamiana. Imekuwa ni la kwanza lakini tunaamini kwamba haitakuwa la mwisho kupitia uongozi tulionao wa klabu, lakini pia kupitia mkurugenzi wetu, lakini pia kupitia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Na naamini kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi pia wanahimiza zaidi pia michezo na ndio maana tunaona kuna goli la mama na vitu kama vile. Kwa hiyo itakuwa si mara ya kwanza wala haitakuwa ya mwisho kushiriki kwenye michezo namna hii. Tushukuru sana kwa wale ambao wamejitokeza na tuombe tutakapoitwa tena wakati mwingine basi tujitokeze zaidi ili tucheze pamoja, tuendelee kufahamiana, lakini pia iwe sehemu ya kutengeneza na kulinda afya zetu. Pia wale wachezaji washiriki pia mazoezi. Mchezaji mzuri utaisaidia timu yako kwa maana halmashauri yako na kutakuwa na motisha kwa wale ambao watafanya vizuri. Motisha gani? Hizi ambazo nimezitaja ziko hivyo, lakini kuna zingine ambazo itategemea na performance ya mtu mmoja mmoja, kwa maana mchezaji mmoja mmoja. Tuta appreciate ule mchango wako kwenye timu. Inaweza kuwa unajua sasa tumekuona kama hivi tumeshiriki, tumejuana fulani yuko vizuri namba 5, fulani yuko vizuri namba fulani. Lakini kwenye mazoezi huji. Tunakuchukuaje tunapoenda kwenye mashindano na wewe ushiriki mazoezi? Kwa sababu hata kama unajua lakini kama ushiriki mazoezi, hutotusaidia kwenye mashindano. Kwa hiyo nitoe wito kama ambavyo imeelekezwa, tumeandaa hiyo ratiba ya mashindano. Kwenye mazoezi sijajua mtatumia utaratibu upi kwa mtu ambaye yuko Ruhu aweze kushiriki mazoezi, kwa sababu unajua maeneo mengine ni remote kutoka kama Nyanduga au sijui Bukama, sijui wapi kwingine kule tunafanya mazoezi Utegi, ni maeneo ya mbali sana. Kwa hiyo mtaangalia namna gani na wahusika pia wapate wepesi wa kushiriki hayo mazoezi. Mimi kuna wachezaji ambao waliniomba ruksa, wale watu wa netball, kwamba mmoja sio anatoka Buturi, kwa kama tunaweza kumwachia shule ya jirani ili awe anashiriki vizuri mazoezi na maandalizi mengine. Kwa kama kuna concern kama hizo haina shida. Viongozi mtakuja mtaniona, mtaniambia kuna mchezaji mzuri sana yuko sehemu fulani lakini changamoto kuja kushiriki mazoezi. Mratibu kwamba mara kadhaa tumekuwa tunaandaa mabonanza lakini turnout au mwitikio wa watu unakuwa mdogo sana. Lakini leo nimeona kwa sababu nilipokuja pia nimeuliza turnout ilikuwaje? Nimeuliza kwanza chakula asubuhi kilitosha? Akaniambia ndio kilitosha. Nikamwambia inawezekana pia watu walikuwa wachache. Akaniambia hapana, watu walikuwa wengi. Nikauliza chakula cha mchana kilikuwaje? Akaniambia pia kilitosha na kiasi kilibaki. Nikamwambia na wasiwasi watu walikuwa wachache. Lakini anambia hapana, watu wengine wako pembezoni kwa sababu ya mvua walienda sehemu ambazo wamejikinga. Kwa hiyo nimeona baada ya mvua kukata hivi nimesogea, nimeona turnout mzuri.